Haiwezekani Ntemi kuhurumiwa hivyo. Hata kupigwa fimbo hakuna. Tunapanda kula nyama? Hapana, nina wasiwasi na mwenyekiti atakuwa amehongwa hivi. Unajua nimeshangaa sana watu kumtetea. Japokuwa ni mkulima wangu na wasiwasi naye. Itakuwa ametumia dawa. Karibu watu wote kwa upande wake. Itakuwa hadi mama Nyangiga amekuwa mpole. Amesahau kabisa fimbo alizokuwa anapigwa na kushindwa kutetea pointi yangu. Bali za mida. Salama. Ni wakwao. Hatari. Kama ni mateso ni haya sasa. Itakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh bamba we. Pole sana. Kwani wewe hujapenda jinsi Ntemi ambavyo amejitetea, naomba msamaha na watu wanaelewa? Hujapenda? Sio kama sijapenda, basi kabla mrefu. Pole sana. Wewe hujafurahia Ntemi jinsi alivyokuwa ameomba msamaha na watu wakamuelewa? Simu yako inaita hiyo? Hello? Tayari nafasi ya kazi ipo wazi. Tumekaa kikao na tumejadiliana, wewe unahitajika hapa ofisini. Na unatakiwa kesho asubuhi na mapema, muda wa saa 2, uripoti na uoneshe ofisi yako ya kazi tayari kwa ajili ya majukumu yako. Vipi mpenzi? Umepokea taarifa gani? Mbona furaha imekuzidi kiasi hicho? Baby, yani hauwezi amini, nilifanya application ya kazi, nikafanya na interview. Nimepita, nao jamaa sasa hivi wamenipigia simu, nataka kesho saa 12 ni wasili ofisini. Mpenzi, mimi nataka niwahi nyumbani maana mpaka hapa nimeshachelewa. Afu na zawadi nimekuletea. Zawadi gani hiyo sasa? Utaiona tu. Mayombia. Nakutamania. Huoni kwamba niko na shemeji yako? Unakuja umekotoa macho kama vile fundi saa amepoteza mshale. Unataka uone nini? Hebu nenda kaangalia ng'ombe wasifike mbali. Shindo kuchua kama huo ndio utajiri wetu. Mpenzi, usijali. Huyu ni mfanyakazi wetu. Yaani maana yake mimi ndio nimemwajiri. Sawa. Kwa hiyo hapa unaongea na kaa bosi. Basi mimi nimekuletea zawadi, fumba macho nikupe zawadi yako. Kwamba ni fumbe? Sawa. Umefumba kweli? Haoni kabisa? Hapa sioni kabisa. Okay, sifumbwe mpaka nikwambie sawa? Sawa. Rehema. Baba. Utakuwa unaishi hapa. Maana pasipokuwa na mtu hapa pataharibika kabisa, patakuwa kama vile mahame. Na Zena alitakiwa kuwepo hapa ili muishi wote, lakini kutokana na matatizo aliyoyapata atakuja wakati mwingine kabisa. Na cha msingi hatutakiwi kupatelekeza kabisa hapa. Sawa? Kweli kabisa dada. Unachosema ni sawa. Yaani angekuepo dada Zena hapa, ningeenjoy. Yaani nafikiri ningenenepa, manake ningekuwa na deka. Lakini sawa, akija atanikuta. Ila ni kuahidi hapa nyumbani nitakavyopatengeneza. Si unajua utawala mpya saa hizi? Nitapatengeneza hapa. Patakuwa kama Eden. Yaani ukija hapa utakao utamani kuondoka. Unaweza kutamani kuhamia hapa utoke kwa shemeji. We. Kwa shemeji? Roho yangu ile subutu. Cha msingi
tujihusishe na mambo yanayotuhusu sisi wenyewe. Tusijihusishe kabisa na mambo ya watu wengine ambayo hayatuhusu, ili tusije tukajitia aibu kama aibu waliotutia wazazi wetu. Kila mtu hapa kijijini anatambua tabia za wazazi wetu. Sasa tunatakiwa tuitafute heshima ili kijiji kizima kituone sisi ni wanawake wenye heshima na ni mji wenye kustahili kufanya nini? Kuheshimiwa. Maana tutengeneze pale walipoharibu wazazi wetu, ili hata watoto tunaokuja kuwazaa wawe ni watoto ambao wenye kuwa na heshima na kuheshimu watu wengine. Nasi tukiheshimika sisi, tutakuwa tumewaheshimisha pia na wazazi wetu. Sijui umeelewa mdogo wangu? Ni kweli dada, unayosema ni ya kweli kabisa. Tena umeongea point, hakuna hata pumba. Lakini nataka nikuthibitishie na nikuahidi, mimi Rehema unayeniona saa hizi sio Rehema wewe uliyemuona jana. Huyu ni Rehema wa leo, wa kesho, wa kesho kutwa. Yaani nimebadilika ambavyo huwezi hata kutarajia. Yaani nataka niwe kama malaika. Yaani nijitahidi hata kama ni tuzo ipo hapa kijijini nipewe. Niwe mtoto fulani hivi mzuri, mtulivu. Huenda hata nikapata mchumba. Maana mimi mwenyewe hapa nyumbani nitakuwa nakaa peke yangu, upweke. Na kutamani unavyoishi na shemeji, we ujui tu. Inabidi upambane tu, ndo hali iliyopo sasa hivi. Sema jinsi. Na kwa sababu umebadilika, umekuwa mdada mzuri, mbinti aliyeamua kutengeneza maisha yake vizuri, nitakupa bonge la zawadi. Zawadi gani hiyo? Utaipenda. Si umesema unataka kuolewa uwe kama mimi? Nakuleta bonge la mchumba. We. Unajua ni nani wewe? Sijui. Cheupe. We. Hata taa ikizimika uhangaiki kuwasha. Mzee Domisiani. Dada, mimi sitaki bwana. Unaletea mzee, mimi nampeleka wapi? Unataka mimi nikae au unanitafutia kesi? Unataka nifungwe kwa kesi ya mauaji? Ule mzee jamani ameshachoka. Mimi nataka kijana kama wewe. Mbona hujapata kijana mzee? We, mzee mwenyewe ukachoka, unataka nikae ada mapema. Hebu ngoja tuangalie kama kuna chochote tupike bwana tule. Itakufika majaribu, utakosa pa kushika. Au kwamba nifumbue? Hapana, usifumbue. Au unaona? Hapana, sioni. Afumba machoni nikiona nilichokuletea. Nakwambia nikasoma sana. Kine ngwasundu halaga giki. Yani kaka nimba na yombe ginehe. Ani inoga ko yomba ndo nari kaywa. Mtizo bizana wasiwasi tuko wasiliana. Dada gitumu na muiriraga omakala watorokaga. Ila dada hao lida kilo kale chiza no sunwa. One ndida kilo naje na kianda kwa ajili ya kuripoti ku milimo. Milimo ni imwe yagucana makanza yeni. Ko ina hene uruthimize mhola. Ogegashe mhola. Ugo tumamire mu mhola. Otize kana isoko no barumbuyo manu bebe nuri baba. Sawa dada. Sawa. Ndio shida. Ningwe mwikale mhola. Mungu amsungiro bango. Shige mhola tukwe wasiliana. Hali kaka roro. Nalesu gani warinda kwanza oriye wanaoja. Sungwa bana. Nini kesho kulia. Ila sasa ngo unajua kazi zetu hizi niko chini ya amri. Natakiwa niwahi nikajiandae kwa ajili ya kuripoti kesho kazini. Na hena lolo kaka. Safari njema usikakolo to wasiliana. Basi sawa, tukumane wasiliana. Haya. Dada, mshige mola uwingi. Haya luka. Sungwa. Mshige mola. Sawa kaka. Dada huyo ngamanga sungwa. Ili ingiro magololo kingiro ikalo mzira wima. Hayo. Tuli pamoja nao. Sungwa. Oye inya hala.
utulie Lulu ha. Sawa. Basi na hene dada mshige mola. Tukuwasiliana. Angwe namba jane mli najo. Tuwasiliane Lulu. Mwikale mola. Sawa. Kaka Ntemi, aka sasa ntoka mchumpa kangu kanaitwa Kasiria. Siria, nisamee kwamba nilikutanganya kwamba simjui Ntemi, lakini huyu ndo tajiri sasa wa mang'ombe katika mshinde yote hii, si ndio kaka? Temi kuhama kumoyo, takiwa nijitulize kabisa mpaka nijue kama ni mpenzi wake. Ina maana walianza zamani. Takiwa nijitulize kabisa, niangalie. Haki ya Mungu, hapa sina changu, kama Yombi kamenipiga bao, kama wanapeana mpaka na mazawadi. Na hene Hebu ningire sasa niongee na kashemeji kangu hapa. Ningira kaa. Ningire. Sasa sisukia hapo ongea na kakangu. Napokuambia kwamba sisi ndo matajiri katika kijiji hiki cha Mshindi. Ni kweli sisi ndo matajiri. Nenda huko basi na hoya nangwe. Itakufika majaribu, utakosa pa kushika. Unapendeza wewe. Wewe. Mpaka nakuonea wivu. Serious. Kweli. Kweli kama kawaida. Ila nitakumisi sana mpenzi wangu. Tutakuwa tunawasiliana kwa simu. Kabisa kabisa. Usizime hizo simu. Sio kwamba upatikani tena. Sasa mimi niko mjini, simu lazimaje? Ila mpenzi, umejiandaa haraka sana. Inaonekana hii safari ni muhimu. My love, yani hii safari iko very serious. Serious kuliko unavyofikiria. Yani hapa natakiwa nile nikafanya maandalizi haraka haraka kuja kuripoti saa 12 kesho ofisini. Unaona jinsi ilivyo serious? Please. Chonde chonde. Chonde chonde. Wasije kukulubuni kwa punje za mtama. Kabisa kabisa. Alafu chunga usije ukaonja ndiza wana kijiji. Ushaanza maneno yako. Nisikilize mpenzi, jiamini. Mimi ni wako, wewe ni wangu. Achana nao wengine. Siwezi kukusaliti. Wacha we. Vipi kwenye maandalizi yako? Hujasahau chochote? Kwenye maandalizi yangu nilikuwa makini sana. Sidhani kama kuna kitu nimesahau. Kila kitu kiko okay. Ila my God. Ila naondoka, moyo wangu unauma sana. Naondoka bila kumwaga rafiki yangu Ntemi. Hivi uko serious? Unajua umenishtua sana. Sijui nimehisi nini. Lakini hata hivyo Ntemi sio Ntemi wa zamani. Ntemi sasa hivi ana simu, ni kumpigia, hata ukienda ndani ya gari unawasiliana, unamwaga. Wow, kweli Una akili, nimependa ushauri wako. Ndio maana nipo hapa na wewe. Serious. Baby, mimi naondoka. Sio kwamba sikupendi. Sio kwamba nakutelekeza. Yaani ninachokifanya mimi, ninaenda kule. Naenda kufanya maandalizi. Mambo kisha kuwa choko sawa. Na kuijia tuenda kuishi mjini wote. Wow, nafurahi kusikia hivyo. Kabisa kabisa. Nitafurahi zaidi nikikuona umenifuata. Ila tu tafadhali usirubunike na makeup za mjini. Usije tena kaa sasa nao wanawake zako huko zamani. Wasije kukushawishi ndo uniache mimi. Sikiliza. Tausi ndege wangu.
Mimi usinichukulie au wewe ukiniona unanichukuliaje? Unaniona tu oya. Yaani mimi nakurubuniwa na makeup na mascara. Hata kama ukipaka makeup, ukapaka mascara, ukaweka sima vitu gani, sima angel face, ma foundation, hawezi kukuzidi wewe my beautiful nini. Alafu usinichukulie kipompi tu, kiboya kimandazi. Mimi sio gunia la mchembe. Kwamba tu mtu anaweza kanizozoa kama kiroba kanipeleka. No. Wewe ni wangu, mimi ni wako. Umenishiba kwa moyo. Siburuziki. Basi nakuamini, twende, utachelewa wewe. Mbona niburuza? Utaki nibaki. Nindegereka siza mwaniki. Nataka nikubuje mabucho. Unijibu siza. Umeikwa. Kurwa kukanizunirija wakati unajua ulina kama yombe. Mimi nikubalia kwa sababu nilikuwa nasikia kwamba Ntemi ni mtu katili sana, afu ni mtu mbaya sana. Ukimkata anaweza kufanyia kitu kibaya. Au anaweza kukudhalilisha au hakutaka kwa nguvu. Ukaandia naye lini? Lini ukaandia naye mayombia na untugirwe? Ndio, mimi nampenda Mayombia. Na ni muda mrefu tuko kwenye mahusiano. Na hata ile siku tunakutana kule hivi nilikuwa naenda kwake. Ntemi, mimi nijisikia vibaya sana ulivyokuta unamtukana mama yangu. Unamwambia eti uwezi kuwa kwenye ile familia, nijisikia vibaya sana. Ntemi, nusu mdogo wako anioe. Nampenda. Mayombia. Sokwa. Wow, umependeza. Zunguka. Tena. Mwaniko. Najipendeza sasa eti. Wende sasa kwenye shuleni ukasome. Yaani ukishoka hapa unakuwa kama mwenyekiti. Sawa? Sisi Itakufika majaribu, utakosa pa kushika. sasa lolo batuko bane. Nami tana hatu hoye. Imihayo yigera kushikao. Nabona tuwigashe tuhoye giti kaya.
Angu abanzengo bamuwaga batutule faini ng'ombe 3 kusudi batusamehe. Vipi kaka? Kwamba na wewe umekubali kutoa hizo ng'ombe 3 ili kwamba watusamehe? Hivi kweli batarizikiro kutuzalilisha paka baleta kana ng'ombe na ng'ozunya kalole ng'ombe chani chochichi ing'ombe cha Ngontemi chiti cha mbuli batadebira umuntu agisabira ate yo umuntu wakwiza kugisola ndo nyabuli ing'ombe chene cyo bakakiriye nabalinda kana ba mugambo bize batonjaga shirezu urubara shoke na shirezu umuntu atene nentemi natena kuzinya kubintu ng'ombe nene yatumbafu tumbafu yani jahwa malimi lobeguru wawiza ng'ombe ntare yatena kufunyanya jinga jingo nene kwankana sisa onolo bimpole abantu bokutuja sasa nale kulomba sizone kwa sababu lo bimpolo umuntu wiza ohadikija kudime mpaka miso adubole ningo oshiko tena shikolo chose nale kulomba sizone shoshe kiko jo akaya amwa malimi na totozunyaka gete nyapumbafu yeniyo Yani kwamba Remi yuko sahihi. Kana kwamba wanataka ng'ombe zetu ili na sisi tuche tuwe maskini kama wao. Angu. Kashihani taka bantu bali na masala umbakasa. Uliteba na rumbo naga umbakasa ingwe tena shikolo. Kashini taka bantu ya nuruna kayela mahanga ikayere impola. Sasa namwere atiho muntu wakwiza kusora ng'ombe ngwa malimi bakajiri nyapuli. Yana kutola kila mwene yani ebipeje ebinoni kireshira bitaye kubutonga inoro nyamu na kwisayira hamwe yeneriza gusora ng'ombe etulire mikoma yani kila shikoroshe na hakijija shikuri yankoma kwa Ngontemi ugu hapa shikuri yankoma tumbafu bize bakeme hafu nurongo nyekiti urwari yene wene shiko bashaka washitonja kubutonga nari intandura kitino numwanikira Mayombia kishinaga baleta kanyama tu yani abantu baloso yani babonilo kuchole inyama nulo baje mbucha bakagure yaya ila bachole doka sababu bapandikireo bize hangwa malimi haba sole ng'ombe ni 3 dikibaji kula Yani kwamba kama wanataka nyama sipola tu wache watuombe kwa sababu sisi simo ndani tumezikausha. Yani kumbe nilichokiona wanatuonea wivu, wanataka na wenyewe wapendeze kama sisi. Unene nuru bakiza nuru myocho batoyibona batarapata kubona. Batumbafu sana. Aho ni gurufu rwako mpondi wa buganga wale na shimbo baba wandeka hibala. Aho ni gurufu rwako mpondi wa buganga wale na shimbo baba wandeka hibala. Baba nkulu, mayo nkulu, goku, mama. Aho muleni ntunanga pwe nuku, wali hamwe nuku. Ukaniwero rukunemera kose gosawererwa. Nize na muwere. Niza kumushidakiri rero pyabantu zengo kwanika shija sakala. Zengo kwa uniomba sakala. Banika shija mashigasho. Gekena peji wahanze ngo hena ha. Boni remelwa. Bani cholo mbukindu, bani tumira bukindu boni remelwa. Bani jera mbafumu na bafumu boni duma. Bahaya bani bulake. Basola mpaka maguru gane bupandejo. Aho bagatwala bukawira mwena kamaguru kambuli. Basola linarane buli twala aho bali twala bukawira umwana mwene uyo wanwera munyanza ugaruka kubisato nale. Basola mpaka mwengeji gwane bugutwala ukubafumu. Aho bakashika bwiro mwena kamwengeji gwane mpaka niyo mena kampeho yali numpaka. Bawa ikusola minegane aho bagatwala bukawira mwena kamine kankima niyo ali budito. Itakufika majaribu utakosa pa kushika. Bawa ikusola mpaka nzwiri aho bagitwala bukawira mwena kaboya wambiti nabareme numbuganga bande kunichora mami hayo
niza kumwira mama ubebuka niwira giki muntu hose hose yo niremera awererwa nize nakuwire bebe ushugulike nankwe urunanki umo uyo batumira nzoke yi ikamire gitumo yanmirira munakuri baba nkulu mayo nkulu niza hena humo yokwane gusuntu halile niza kulila mnambirije kila mwene wako niyo mpaka ya bubi yakwe kabipe akahari bikiru mwene urwa kahadekeje gete kuniburaga akacumwene pye n'uruganda rwakwe bose baranitangije ku butongi banibone gitiri gari banibone gitiri kimwere banibone gitiri nkindi nayurira mu miso gabo nayurira mu matu gabo uyu arahadekeje gete gikune na maisha gane gabi gabubi ari nate nawe ayikonkuba wingiriri wengi mama untumerengi matu urwamishijiro yanirira nuruntumere nzoka urwakarari bujiko ibona waburire walija ngwano alafu abantu rubiza basanga kiteo chikoro kakabipe amaisha gao babi baomba itakufika majaribu utakosa pa kushika mama mani mirira kuko mani mirira baba nkulu mayo nkulu mani mirira nene ntemye hawererwa naruka marogo na marogo baniremerwa natina ko yomba mina gabo lakini bite biruko bari naliyo mpero mama mbere yako gete mbere yako kuku pini mbere yanzo kaini batumba abena ba bani kirumba fumbanire mewa biza bani wera pye yeba ko nitiraga kuku mayo nkuru baba nkuru niza kumulirira henaha unene mwana wimwe munisafishe pyunzengo kila heno ko narabitagiya bangi bayoperera kunigisha nuna tubabonaga nurubo ari kure bayitujya kunigisha bari buje narebigwa pye naba kuni haga sagara aho ni gurufura kumpondi wa buganga pondi wa buganga wale na shimbo baba wandeka ibala itakufika majaribu utakosa pa kushika. Mwenyekiti, rero ntemi wazariri kagete yayibuye wipandika tibona atarashokeja yakinose mpaka akafunye na ng'ombe. Domisiani, unaongea nini? Inatakiwa atoe ili wananzengo wanufaike na wajipongeze kwa shughuli tulioifanya. Ulosura ho chiza ubona kuri sawa mwenyekiti, lakini umuntu n'abantu habarentereja nusaba muntu bikenya. Domisiani, akili yako imelala au imerazwa? Mbona unakuwa unafikiria za kimaskini? Yule inatakiwa nani mwenyekiti? Kwani kikao bado kinaendelea au kiliisha pale, labda tujiungane pamoja? Endelee. Ntemi, wewe ni mtu ambaye huna baya na wala huna tatizo lolote. Swala la kutengwa kwenye kijiji halipo, wala kutoa ng'ombe halipo. Mimi pale kwenye mkutano wana kijiji tu nilikuwa nawalizisha. Halafu baba Ntemi, ile biti baba tubize hamo rero ni ntondo twigunane gushide indondodo nari kuromba sana baba Ntemi. Wete wa Domisiani, ni wewe mwenyekiti? Yani nimwe mulika shaki miboja ndeba kikulia na basabi kusuti amina kimwe gashimike. Nimwe musamini ke kubanu kuliko maro akwitira nimtatulire sababu muliko anango kwanaka abo bitiro mbiso baba alo mugati gitire twala lya bohire muri tabire twala lya bohiro bimwe
yani umukatira inkobo lyakiki itale utena kulichiba hili ntemi lakini kimashoka shoka gonuma umwana limu ila kiki deba kikulia na basabi yaki na basabi mwenyekiti halafu namwire namala yaki siza na ntemi kusudi na ngoite nurukashi tambi baba mwenyekiti tusuti tongezeke babu yuzo watu unene baba roro mwana one ntebe niza kukuina kabushauri na kukulomba uburombi wane runa rulomba kiki tushoke mjini kune mjini kariko manumba nagazenga mingi tuno karekera abapangi ukuntu ku kijiji na tutu habi uri tubona duhe yombo iyo turikara tuyibeje ukubusabi bise we nubu nose ruri kwitura twamaji wasabo naro kuromba ruru babo kwigani ko mpaye kwa nubuko tushoke mjini kuna abasabye abingi bari mjini uku kijiji kunu tukiza kakubecha ko iduma ngombe tukuyiza tukiza twakagwa tukutura ko bamuntu abakugirankana naro kuromba giko mwana one ushauri wako baba wawiza, lakini Lulu maisha kama mjini baba ukali tofauti na kako kijiji. Yese twamanera ku kijiji kono urutuja mjini baba tutoka ruha uburuhi baba buteho urisaburi najo duhu uburuhi buteho ururi nasho yishikoro yani kabisa gete weshita gete uteho baba uburuhi ahoreze ngama numba gena babe mjini wewe yari giko shoke kwenu uko nuru yayi kinehe unena kazengo kwenu kwa mambo kwa ajili yake yake abapangi lakini ruwa mambo kwa kijiji kakabisa kakomame hao mingeno ku kijiji no sana bonaga gike hambambo tushoke do mjini uribona babimi hayo nyingi duhu ku bantu abahabi uruwa shoka ka mjini atiyo no wakwikara wakufatiriya gagiko kila mwene na maisha gakwe tari dukwaya sana tuhabi naro kuromba watushoke mjini yene ro baba nako kachora karumwa ichana kabuje nadegereke nako mwakala ninero bushauri wako basi tukubona ruru gike kine basi sababu unene babi mjini na kabisa kana natahatugire sana sababu mara wagatako na wamanya na ka polisi kakudima tukubona baba na hene ukukata kona wadimwa ikafatakana na matendo gako matendo gako gasagara haho kudimwa lakini matendo gako kali gawiza kuyibishanya na wadukira mwe na shida jako abantu ba mjini baba tena tuje gedegete abako namo wabasha mikoma kidogo wadimwa hangi kwenu kwa baba no kwifatira batifatiriyaga sawa sawa baba lunahene tukubona rumo Itulia kocha litigwa gawogota eshole hambale esho kwembola ole jali mitugo kuliko mwana wako baba oh ntemi baba uko pande kama koye uko gaya hako dimae desturi jikoko twala halentemi mwinage mwana elimu akoko kuna na kobotongi Ntemi
napoteza mwana kisa mifugo, siwafata mila baba, napoteza mwana kisa mifugo, ai amtemi, napoteza mwana kisa mifugo, elimu bure, napoteza mwana kisa mifugo, watoto waende shule, napoteza mwana kisa mifugo, unapoteza mwana